Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa, watoto wa Mungu wapendwa, walioteuliwa kwa ajili ya siku ya leo. Tambua ya kwamba kuiona siku mpya, furahia sana ndani ya moyo wako, kwa sababu umeteuliwa na Yehova uweze kuipata hiyo siku mpya. Maana kuna wengine sana wametamani sana waweze kuipata hiyo siku, lakini hawajajaliwa kuipata hiyo siku. Kwa sababu gani? Hawajateuliwa. Kwa maana wote wamelemewa. Kuna yule ambaye aliamka asubuhi vizuri lakini akalemewa. Kuna yule ambaye alienda kulala akaenda kabisa. Kuna yule ambaye alienda hospitalini hajairudi. Kuna yule ambaye aliondoka kijijini akaenda mjini, hakurudi akitembea, alirudi na kichwa. Lakini wewe Mungu ni mwema, anazidi kukutia nguvu na kukuongoza. Unafika kijijini, unarudi mjini, upo salama kabisa. Mshukuru Bwana. Leo tunakwenda kuongelea mada gani? Mada ya leo ni fupi sana, ya kwamba kwa nini wewe hujaliwi? Mbona huwezi ukafanikiwa kama watu wengine? Ndio unafanikiwa ndio, lakini sasa shida ni kwamba mafanikio yenyewe haikusaidii. Umepata kazi lakini kazi yenyewe haikusaidii. Unapopata mshahara wako hauna power yote katika maisha yako. Kuna baadhi ya watu wengi sana wanakuja kanisani kuambia watumishi kwamba mtumishi, naomba uniombee, nahitaji kazi, naomba uniombee, nahitaji kuendelea, nahitaji ndoa, nahitaji mtoto, nahitaji vitu tabaka mbalimbali ambazo watu wengi sana wanakuja pale madhabahuni ili waweze kuombewa wapate. Lakini baada ya kuombewa, watumishi wao wanawauliza kwamba baada ya wewe kupata ama baada ya kujaliwa na hiki kitu, ni kitu gani utakachoweza kumfanyia Mwenyezi Mungu? Unajua sasa hili jambo ni jambo ambalo mtu mwenyewe anajichagulia kutokea ndani ya moyo wake. Hii ni kama nadhiri ambayo mtu mwenyewe anaamua kuiweka, ama ni ahadi ambayo mtu mwenyewe anaamua kuiweka. Mtu anasema kwamba hapana, mimi nikijaliwa na kazi nitanunua viketi 5 kanisani. Nikijaliwa na kazi nitanunua vitambaa pale kwa madhabahu. Nikijaliwa na kazi nitanunua kateni zote za madirisha ya kanisa. Huyo ni mtu mwenyewe anajiamulia yeye mwenyewe. Lakini wakati anapata kazi, anapotea kabisa, namba ya simu anafunga kabisa. Na mtumishi alilia kwa ajili yake, watumishi walilia kwa ajili yako ili upate kazi, upate ndoa. Ndio sababu ndoa yako haiwezi kusimama, kazi yako haiwezi kusimama. Ukipata pesa, mtoto ni mgonjwa. Ukipata pesa, mtoto amefukuzwa shule. Ukipata pesa, begi la shule, uniform zimeisha. Ukipata pesa, matatizo yameingia kwa nyumba. Ukipata pesa, mama ni mgonjwa. Ukipata mshahara, wewe mwenyewe ni mgonjwa. Ukipata mshahara kidogo, umekutana na msiba barabarani. Kila jambo unaloweza kulifanya halina nguvu. Basi tafakari unayofanya. Timiza ahadi yako uliyoitoa pale madhabahuni. Kwanza toa dhabihu yako pale madhabahuni, ndipo sawa sawa. Na usiwadanganye watumishi wa Mungu. Kama una kazi ya kufanya, usije ukafanya mistake kama hiyo. Wacha uongo. Ubarikiwe sana. Shalom.